Unwani ya khutba yetu leo biidhnillahi alkarim itakuwa baina yaday Ramadhan. Baina yaday Ramadhan, maana yake ni kwamba Ramadhani iko mlangoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha sisi wanadamu, tena hasa Waislamu, kwa neema nyingi sana. Na katika neema kubwa aliyotuneemesha Mwenyezi Mungu sisi Waislamu, tena hasa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an hayya lana hadha almusim alazim, ni kutuwekea huu musimu mkubwa, ni kutuwekea hii season kubwa, musimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahi, hii ni neema kubwa kwetu sisi, hasa ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Habaib, musimu huu tuliolekewa na Mwenyezi Mungu ni musimu taat wa musimu al-qurbat. Mwenyezi Mungu ametuwekea musimu kwa mwaka tuingie kwenye Ramadhani, lengo na shabaha tuzidishe taa, tuzidishe kuweko katika kumtii yeye, wal qurbati, tuzidisheni kuwa karibu na Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndiyo malengo makubwa ya sisi kuwekewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haukuwekwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kupanga nidhamu ya kula na kupanga nidhamu ya kunywa na kupanga nidhamu zaidi. No, umewekwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa sisi kujipanga ni mambo gani mazuri utayafanya uwe karibu na Allah tabaraka wa taala, ni mambo gani ya kheri utayafanya uwe karibu na Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wema katika imani, qad adhallakum shahru Ramadan al-mubarak. Tuko karibu sana na kuingiliwa na mwezi mtukufu uliobarikiwa. Mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa uko mlangoni wa kurubia kuingia kwetu sisi. Zangu wema katika imani, fursatun qad la tuawad. Huenda hii ikawa ni nafasi umepewa, ni ya mwisho. Huenda hii nafasi kwangu mimi na wewe tukipewa, hata hatujapewa, huenda nafasi hii ikiwa tutapewa mimi na wewe, huenda ikawa ndiyo nafasi ya mwisho. Kwa hivyo ukifunga, funga saumul muwaddi, funga saumu ya mtu mwenye kuaga ulimwengu. Swali ya mtu mwenye kuaga ulimwengu. Ukitoa sadaka, ukitoa zaka, ukisoma Qur'ani, unalolifanya lifanye kama kwamba wewe utoipata tena Ramadhani itakayokuja. Ikiwa hii bado siku tatu, hatuna uhakika ndugu zangu wema katika imani. Kwa hivyo fursatun kad la tuawad, ni nafasi huenda usiipate tena. Sasa ikiwa nafasi huenda usiipate tena, mwanadamu mwenye akili hufikiria mara nyingi sana. Utaona kwenye hizi siku tatu ama 4 zilizobakia, wengi watakwenda makaburini, na Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima ya rabbal alamin. Kwenye hizi siku 3-4 hizi zilizobakia kwenye ulimwengu, wengi tutawazika, pengine ikiwa ni mmoja mutakayenizika. Ndugu zangu wema katika imani, sasa watakiwa wewe uweke kwenye akili yako, huenda nafasi hii nisipate tena. Kwa hivyo jadid nia,
nia yako isafishe kabisa kabla hujaufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Uwe umejiandaa kwa kufanya mengi mazuri kabla Ramadhani haijaingia. Innamal a'malu binniyat. Ikiwa hukufikia ili Mungu akulipe kulingana na nia yako. Ndugu zangu wema katika imani, kwa mfano hapa kuna mchango twaufanya, nasikia ilifanywa wiki iliyopita. Kuna mchango twaufanya, lengo na shabaha ni kuimarisha masiku ya Ramadhani na ni kuifanisha Ramadhani yetu. Wallahi, mwanadamu mwenye akili hangojei kufikia Ramadhani. Una hakika kwamba utaifikia? Jaddid niyatak. Mwanadamu mwenye akili leo alicho nacho hukitoa kwa lengo la kutaka kuifanisha Ramadhani, ili Mwenyezi Mungu akiitukua roho yako leo ulipwe malipo ya watu waliokuwepo Ramadhani, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Hutotoa shilingi yako 100,000, 50,000, 30,000, 20, 10, 5, 100, 50 kwa lengo la kutaka kuifanisha Ramadhani, kisha ukafa kabla Ramadhani haijaingia, ikawa wewe hukuyapata masiku fadhila zake na ukawa wewe hukupata daraja zake. Utalipwa daraja ambazo kwamba wastahiki kulipwa, kwa sababu ala niyatikum turzakun. Ndugu zangu wema katika imani, nawaomba muwe na tahadhari sana na mukae mkijua ya kwamba chako ni kile ulichompa Mola wako kabla hujaondoka katika ulimwengu. Chako si ulichoweka utatoa kesho. Chako ni kile ulichompa Mola wako kabla hujaondoka katika ulimwengu. Nawaomba kwenye huu mchango tutakaofanya, nimeambiwa zatakikana karibu 260,000. Nawaomba ndugu zangu wema katika imani, tufanyeni bidii hizi 260,000 tupateni ziada, ili tuonyesheni, kila mmoja aonyeshe hima yake na nguvu zake za kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutazifikia inshallah leo biidhnillahil karim. Ndugu zangu wema katika imani, alfaizu fiha, aliyefaulu kwenye masiku yatakaokuja ni ule ambaye kwamba amesimama kwenye masiku haya ya Ramadhani kwenye twaa ya kumtii Mungu. Mahala pa darasani hakosekani, Qur'ani mashallah, sala mashallah, za faradhi na za sunna mashallah, qiyamul layl mashallah, salatu tarawih mashallah, sadaka, zaka, maneno mazuri, akaa na watu vizuri. Ndio tukaambiwa mambo kama haya huwatakiwa tuanze nayo na mapema, kwa sababu mwanadamu siku zote, kila jambo ambalo kwamba ataka kufikia kwenye daraja kubwa, huanza mazoezi na mapema kabla lile analolitaka hajalifikia. Mfano, waangalieni wenzetu tu wenye kupenda kuteza mipira, ndugu zangu wema katika Uislamu, utawaona hawendi kuingia tu kwenye mashindano mpaka watu wanatayarishwa sawa sawa. Ndio mimi na wewe tukawatotaka tujitayarishe leo, ili kesho kutwa tukiingia kwenye Ramadhani tuwe twaweza kusimama vizuri, twaweza kufunga vizuri, twaweza kusoma Qur'ani vizuri. Lakini wale ambao kwamba hawajiandai na mapema, na kujiandaa ni ikiwa uswali swala za sunna swali, ikiwa usomi Qur'ani soma, ikiwa hutoi sadaka toa, ikiwa hufanyi mambo ya kheri anza kufanya. Lakini wale ambao kwamba hawajiandai kuanzia sasa, ndio pale 10 la kwanza likimalizika wapepetuka misikitini, kwenye madarasa, kwenye matarawehe, kusoma Qur'ani, kumswalia Mtume, kuleta istighfari, wamalizika mwisho, kwa sababu bidii zao au practice zao hazikuanza na mapema. Ndugu yangu mwema katika imani,
Tuupokeeni mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na hima kubwa sana, na leo tuonyesheni sisi watu wa Msikiti Musa kwamba kweli tunataka kuipokea Ramadhani. Wallahi, mchango utatuonyesha ya kwamba kweli sisi tunataka kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mchango wenyewe utatuambia kweli mwataka kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ama hatutaki kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu mchango wenyewe ni mchango utakaohusisha kuyafanisha masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wema katika imani, kuna nukta tatu muhimu sana lazima mwanadamu azijue kabla hajaingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alwaqfatul ula an yudrika kulla muslim ahamiyata hadha shahr. Mwanadamu akitaka kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kabla ya Ramadhani haijaingia, ni lazima ajue mwezi huu una umuhimu gani, umuhimu wa huu mwezi, kwa sababu huwezi kufanya bidii au huwezi kukipenda kitu usichokijua umuhimu wake kabisa. Huwezi, ni lazima ujue hiki kitu mimi nakipenda kwa sababu kina muhimu kadhaa. Huwezi kuwa na ihtimamu na jambo ukawa una ihtimam kulla ihtimam bila ya kujua lile jambo uzuri wake na wema wake. Kwa hivyo tunatakiwa tujue sana Ramadhani umuhimu wake kwetu sisi ni nini. Kwa nini Bwana Mungu ametuwekea Qur'an Ramadhan tufunge? Kwa nini Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi zake nyingi za tuhimiza kufunga kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan? Angalia ndugu yangu mwema katika imani, hadithi sahihi, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, siku moja alinijia Jibril akanambia, bu'dan liman adraka Ramadhana wa lam yughfar lahu. Jibrili amekuja kwa Mtume, amwambia waambie ummati wako amefeli, tena amefeli mno. Nani? Mwanadamu atakayepewa nafasi ya kubaki kwenye masiku ya Ramadhani kisha akienda mbele za haki akawa hakupata msamaha wa Mungu. Subhanallah. Jibrili amwambia Mtume, waambie tena wasikie vizuri sana, mwanadamu ambaye kwamba ni mpumbavu wa mwisho na mwanadamu ambaye kwamba hana maana kabisa ni mwanadamu atakayepewa nafasi ya siku 29 ama siku 30 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, awe mpumbavu mpaka masiku yaishe, asimame mbele za haki hakusamehewa. Ndugu zangu wema katika imani, haya maneno tunataka tuyatie akilini sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu akikupa nafasi ya kubaki kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, amekupa nafasi ya kubaki kwenye saum, kubaki kwenye swala za sunna, za faradhi za sunna. Amekupa nafasi ya wewe kutoa sadaka, kutoa zaka, kutoa tende, kutoa chakula, kutoa kile, kumsaidia ule, kufanya kila mambo ya kheri. Na kheri kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani zabarikiwa, Mwenyezi Mungu ubariki. Ukafanya mambo mengi pamoja na umaskini wako, ukafanya kheri nyingi pamoja na umaskini wako, ndio ukaambiwa mtu mpumbavu asiyekuwa na maana na aliyefeli katika dunia na akhera ni ule aliyepewa nafasi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada dhalika akakosa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wema katika imani, msikize Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, nafasi hiyo mmepewa, haya, swali vizuri, funga vizuri, toa sadaka vizuri, fanya mambo ya kheri, usishindwe kabisa. Kisha Mtume atuambia, ya baghi alkhair akbil. Sikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya baghi alkhair akbil, ewe mwenye kupenda mambo ya kheri, haya, nafasi hiyo wahi. Subhanallah, huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuambia, ya baghi alkhairi akbil. Haya, wenye tabia ya kupenda mambo ya kheri, wahi. Na mimi nawaambia ndugu zangu, tuwahini kufanya kheri kabla Ramadhani haijaingia, kwa sababu hatujui kwamba tutaifikia ama huifikii. Toa sadaka yako, toa mchango wako, toa pesa yako, ili ukiifikia Ramadhani ahlan wa sahlan, ni kheri zaidi. Na kama hukuifikia, Mwenyezi Mungu amekuona, ulikuwa uko tayari kuipokea hapo furaha na raha. Ndugu zangu wema katika imani, alwaqfatu thania, tambihi ya pili, kukimbilia wakati. Is'alillaha tabaraka wa taala an yuballighaka Ramadhan, kuwa na nafasi kila wakati, muombe sana Allah tabaraka wa taala akufikishe kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwenye haya masiku tulionayo. Is'alillaha tabaraka wa taala an yuballighaka Ramadhan, muombe sana Mwenyezi Mungu akufikishe kwenye masiku bora haya. Usikae tu wewe, Ramadhani yaja, baada siku mbili, baada siku moja, baada kesho. Hata maneno yasiokuwa na maana. Omba Mungu, Mwenyezi Mungu akufikishe. Maana utaona ndio maneno ya watu tu. Iko karibu kesho kutwa bwana. Karibu itaingia, itangia uishe Ramadhani imalizike na upumbavu wako. Lakini ukiwa ni mtu ukawa umetia nia, ya Rabbi, ya Allah, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, na kuomba unifikishe na mimi kwenye huu mwezi, ili na mimi niufikie kama wenzangu watakavyoufikia. Ya Rabbi, jalie katika wale uliowategua kuyapata masiku bora haya, na mimi nipate kuyafikia. Alhabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akiuona mwezi mtukufu wa Ramadhani asema, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq likulli ma yurdhik. Mtume akiuona mwezi asema, Allahu akbar, Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ama wewe mwezi ni kiumbe katika viumbe banani ba Mwenyezi Mungu. Halafu mtume amwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, twakuomba tuingie kwenye mwezi wa Ramadhani tukiwa kwenye amani na tukiwa na imani za sawasawa za kufunga, saumu zisitushinde. Twakuomba tuwe na imani ya kufunga, tusiwe mwenye kufunga ukisha kusali alfajiri wende ukachia mikoromo yako mpaka dhuhuri. Wako watu hao wakisha kusali fajiri anda kulala kidogo, kupumbaza saumu, ende akalale kuanzia baada alfajiri mpaka adhana ya alasiri. Akimaliza adhana ya dhuhuri, akimaliza dhuhuri liende likalale mpaka asir, akimaliza asir liende likalale mpaka magharibi. Hizi ndio saumu za baadhi ya watu, saumu mbovu zisizokuwa na maana yoyote. Mtume amwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, tuwe na imani za kufunga, imani za kuswali, imani za kusoma Qur'ani, imani za kutoa sadaka, imani za kutoa zaka, imani za kwenda mbio. Saumu haikuja kufundisha watu uvivu, saumu imekuja kufundisha watu wachangamke. Ndio ukaona jihadi za ghazwa za kwanza, vita vya kwanza vilipiganwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waonyeshwa wewe ya kwamba saumu haikuja kukufundisha uzembe, wala haikuja kukwambia ulale. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqa ya rabbi likulli ma yurdhik, likulli ma tuhibbuhu wa tarda. Ya rabbi, na utupe taufiki kuyafanya mambo ambayo kwamba wewe wayapenda, mambo ambayo waridhika nayo. Tupe taufiki ya rabbi, tusali sala za jamaa vizuri, tusali sala za sunna vizuri. Tupe taufiki ya rabbi, tusali tarawih, tusali tahajjud, tusome Qur'ani, tutoe zaka, tutoe sadaka, tuwe wazuri, tusitoke misikitini, tubaki kwenye madarsa. Ndio dua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
lakini haya huyapati haya iko umekwenda kuangalia mwezi Bamburi. Manake wako watu hao leo tuna Bamburi kuangalia mwezi, manake Bamburi mwezi ndio huonekana vizuri. Taratibuni tena utaona na wanaume wengine wametoka na wake zao maskini za Mungu na watoto wao. Mtu ametia gari mafuta, yeye na watoto wake na familia yake. Wenda wapi? Leo twenda Bamburi, leo ni mfungo, twenda Bamburi kuangalia mwezi. Wewe shekhe, utapata nafasi ya kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu, nipe taufiki ya kufunga vizuri, na wewe uko kwenye ulanisi. Watu wakupita uchi, watu wakupita wamevaa, watu wamepita, wengine wana tembo, wengine walanisi, wameshikana kule. Wewe waukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kinakada. Ndugu zangu wema katika imani, nafasi hainiruhusu, lakini nawaambia kila mmoja amuombe sana Mwenyezi Mungu amfikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani. La mwisho, istibshar. Kila mmoja awe na furaha, ya kwamba yaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa ni mvuta sigara, usiseme haya tena basi, hatutavuta mpaka baada ya magharibi. Sifanye hiyo, usitie nia hiyo, nakwambia wewe. Manake kuna baadhi ya watu wale jamaa wa zitu wa mafegi wengine na mabangi kamwe hupata dhiki kwenye mwezi huu. Manake hawapasi kufanya vitu vyao mpaka wafungue mwadhini. Usiitukie Ramadhani kwa sababu ya fegi, wala usiitukie Ramadhani kwa sababu ya bangi. Na Mwenyezi Mungu atuondoshee ya Rabbal Alamin. Mwezi wa Ramadhani umeingia, kuwa na furaha. Ya Rabbi, nipe nguvu za kufunga, nipe afya ya kufunga, nijalie niwe ni katika mstari wa kwanza katika wenye kufanya khairi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ya Rabbi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadallah, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala wa laqad faza almuttaqun wa laqad wasafa Allahu tabaraka wa ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Waislamu nawaomba tena, tuhakikisheni insha Allahu taala hatutatoka hapa mpaka hizi pesa zinazohitajiwa zipatikane kwa hisani zenu. Huku ndiko kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atushuhudie ya kwamba kweli kila mmoja ametoa pesa yake kwa lengo la kuyasimamia masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma arda ala al-khulafai al-arba Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi sahaba ajmain. Maneno yote haya ndakaokuvambia, kisha 260,000 zisipatikane, musiniiche tena kwa hapa. Sijui tumeelewana vizuri sana uko kwa Abu Khalfan, musiniiche tena. Maneno yote ndakaokuvambia haya, na siwaombi imi, na muombea Mungu mfanye biashara, kisha hizo 260,000 zisipatikane, usiniiche tena kwa hapa. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.